Tunaishi kwenye kizazi kigumu. Tunaishi kwenye kizazi cha zinaa. Kizazi kisichosikia neno la Mungu. Mtumishi wa Mungu Bishop Timotheo anaambiwa na Paulo, wafundishe wanawake wazee. Waambiwa wafundishe wanawake vijana. Wawafundishe kitu gani? Wawafundishe kuwapenda waume zao. Upendo unaosustain ndoa, sio ule upendo wa kurukwa na butterfly tumboni. Sio huo. Huo unaisha. Akikupiga matukio mawili matatu huo unaisha huo. Akiacha kujibu message huo unaisha. Kuna upendo unaitwa upendo wa Kristo. Kuna upendo uliotajwa kwenye Wakorinto sura ile ya 13. Biblia inasema ule upendo ni upendo wa kimungu. Ukibubujika ndani ya moyo wa mwanamke, Biblia inasema huo upendo uvumilia yote. Huo upendo ustahimili yote. Huo upendo haukosi adabu. Huo ninakuombea katika jina la Yesu. Mungu akufanye mwanamke uliyejaa roho. Mungu akufanye mwanamke unayetembea katika roho. Ukitembea katika roho hautaendeshwa na hisia. Wanawake wanaotembea katika roho, Biblia inasema wale wanaoongozwa na roho hao ndio wana wa Mungu. Wale wanaoongozwa na roho sio wanaoongozwa na hisia. Na wanawake wanaoongozwa na roho ndio wanawake wanaweza kukaa kwenye ndoa. Kwa sababu ndoa inaweza ikakufanya ukapata pressure. Ndoa inaweza ikakufanya ukapata ugonjwa wa moyo. Kama ukiruhusu kuongozwa na hisia ndani ya ndoa yako, hautaweza kukaa. Lazima ufike mahali uwe kama yule mwanamke Mshunem. Yule mama alikataa kuongozwa na hisia zake, na ndio maana mtoto wake alipokufa, wamemleta mtoto nyumbani kichwa kinamuuma. Mtoto wa pekee ambaye alikuwa amekaa muda mrefu bila kupata mtoto. Na Biblia inasema huyu kijana akawa amekufa. Na Biblia inasema walipomleta nyumbani, huyu mtoto akafia kwenye magoti ya mama yake. Unajua maana ya mtoto kufia kwenye magoti? Maana yake ni kwamba huyu mama alikuwa anamuombea mtoto wake. Wakati mtoto anaumwa, mama alikuwa ameng'ang'ana kwenye maombi. Ndio maana ya mtoto kufia kwenye magoti. Na nataka nikutangazie ya kwamba huyu mtoto ambaye Biblia inasema alifia kwenye magoti, hakufa moja kwa moja. Alirudi na akawa hai tena, kwa sababu magoti yako hayawezi kuua vitu. Akarudi nyumbani akamwambia baba, hivi nilikwambia mtoto aliongoza ripoti yake. Ripoti yake ndio hii hapa. Sema haleluya. Mwanamke yule Mshunem, mtoto amekufa. Biblia isemi alienda kumwambia baba aliyekuwa shambani, natamani kungoa hizi nywele nizitupe, nibaki na kipara maana zinanichosha. Biblia inasema mama akachukua mtoto akampeleka kwenye madhabahu. Wanaongozwa na roho ni watu hatari sana. Wanaongozwa na roho hawaakti kama wanawake wengine wanavyoakti. Na ndio maana wale wakunga wa Kimisri walimwambia Farao, wanawake wa Kiebrania sio kama wanawake wa Kimisri. Manake hawa ni wanawake wawili tofauti. The way wanavyohandle matatizo yao, the way wanavyohandle issue zao ni tofauti na wanawake ambao hawajaokoka. Ni tofauti na wanawake wa Kimisri. Halafu wale wakunga wanamwambia Farao kitu cha ajabu sana. Wanamwambia wanawake wa Kimisri ni hodari. Na jana tulisema wanawake wenye nguvu, sifa ya kwanza ni majasiri na hoda. Mama akaweka mtoto kwenye madhabahu. Hakuambia mtu. Akakimbia kwa nabii. Wakati anaenda kwa nabii, anakutana na Gehazi barabarani. Gehazi anamuuliza kuna shida gani? Mama anamwambia it is well. Huyu ni mama ambaye alikuwa haongozwi na hisia. Mama ambaye haongozwi na hisia hawezi kuambia watu wasiomsaidia matatizo yake. Alijua akimwambia Gehazi hawezi kumsaidia. Kwa hiyo anakutana na Gehazi anamwambia all is well. Hakuna tatizo, hakuna shida. All is well. All is well. Lazima ujifunze kuwa mama ambaye unajua kusema all is well wakati ndani kuna ungua moto. Unajua kusema all is well wakati nyumbani kuna mauti. Unajua kusema all is well wakati mume hajalala nyumbani. Lazima uwe ni mama ambaye you can still speak positive even in the midst of negative situations. Hao ndio kina mama wenye nguvu.
Anamwambia Gehazi, anamwambia all is well. Kwa nini anamwambia all is well wakati all is not well? Kwa sababu anajua Gehazi hawezi kumsaidia. Usiambie kila mtu matatizo yako, kwa sababu sio kila mtu anaweza kukusaidia. Wengine ni kina Gehazi, they cannot help you. Na mama anaendelea. Huyu ni mama mwenye nguvu. Wakina mama wenye nguvu hawaongozwi na feelings. Hivi unaelewa kufiwa na mtoto? Unaelewa kufiwa na mtoto? Mtoto wa pekee uliyempata uzeeni, tena baada ya kutoa sadaka ya kuhudumia mtumishi wa Mungu. Unaelewa manake? Nimezaa watoto 3. Lakini nikisikia hata wamekohoa, ninavyohangaika, ninavyokimbia na ni 3. Huyu alikuwa na 1. Na bado anaweza kusema all is well. Bado anaweza kufunga mdomo wake asitangazie watu shida yake. Watu wengi unaowaeleza matatizo yako wanakucheka sirini, wanakusanifu. By the way, they are happy that you are going through what you are going through. I've been there. I've gone through issues. And you will speak to people you think you can trust them. And you hear it. Mtaa wa pili. You hear it. Anajifanya sana. Anajifanya sana. Kiko wapi? I've been there. I've learned to close my mouth. I've learned to look for the right people to talk to them, especially about my problems. I don't talk to everybody. Biblia nasema huyu mama anamwambia Gehazi all is well. Amefungia mtoto aliyekufa. Na mama huyu anafika kwa mtumishi wa Mungu, analia kwa mtumishi wa Mungu. You must have people in your life that you can be naked to them and you can cry to them, because whether you like it or not, as a woman, kuna nyakati you will have to cry. Kuna wakati you will need a shoulder to cry on. Now, you must have those people that you can run to. Biblia nasema huyu mama alikuwa ni tajiri na mwenye cheo, lakini bado alikuwa na moments za machozi kwenye maisha yake. Kila mwanamke atakuwa na hizo moments. Kama hujakuwa nazo zinakuja. Hata mimi, Bishop anajua. Anajua. Dada yangu anajua. There was a time I went through something. I was to come here last year. I couldn't. Those moments are there. Kuna nyakati za machozi, kuna nyakati za kulia. Kuna nyakati pamoja na cheo chako, pamoja na utajiri. Kuna wakati kwenye maisha unakosa nguvu za kufunga. Unaweza ukapita kwenye situation ngumu, hata nguvu za kuomba we mwenyewe huna. Unahitaji watu. Kila mtu ana moment yake ambayo anakuwa kwenye machela hapa. Kila mtu kuna moment yake ambayo anahitaji watu wa kumbeba. Mungu akupe watu. Mungu akupe watu. Kwa hiyo tukaona jana kwa habari ya mwanamke mwenye nguvu. Na naamini kabisa by the time tunamaliza kongamano hili utakuwa umeimarika na umekuwa na mizizi. Wakolosai sura ya 2 mstari wa 7, Biblia inasema mkiwa na mizizi na mmejengwa ndani yake, mkiimarishwa katika imani. Hichi ndicho tunachokifanya katika kongamano hili. Tunataka uwe mama mwenye mizizi, mama ulioimarishwa. Haleluya. Waefeso 3:16 Paulo anawaandikia Waefeso pale. Anasema namuomba Mungu awaimarishe kwa kuwatia nguvu mioyoni mwenu. Niko hapa kuhakikisha kwamba moyo wako unatiwa nguvu na unaimarika. Ukitoka kwenye kongamano hili, wewe ni mama wa tofauti kabisa.
Wewe ni mama wa kipekee kabisa. Na ili hilo liweze kutimia, usipokee neno la Mungu tunalohubiri kama neno lilotoka kwenye kinywa cha mwanadamu. Lipokee kama neno ambalo limetoka kwenye kinywa cha Mungu mwenyewe. Ndio maana Paulo anawaandikia Wathesalonike wa kwanza sura ya 2 mstari wa 13. Wathesalonike wa kwanza sura ya 2 13 pale. Anawaambia nasi pia tunamshukuru Mungu bila kukoma, kwa sababu mlipolipokea neno la Mungu mlilosikia kutoka kwetu, hamkulipokea kama neno la wanadamu, bali mlipokea kama lilivyo hasa neno la Mungu. Neno ambalo unalipokea kama neno la Mungu ndio neno linaloleta mabadiliko kwenye maisha yako. Ndio neno linaloleta mgeuko kwenye maisha yako. Unaposikia neno la Mungu linahubiriwa, mama, usilipokee kama linatoka kwenye kinywa cha mwanadamu tu. Lipokee kama neno ambalo linatoka kwenye kinywa cha Mungu. Na anawaandikia Wakolosai, Paulo anasema mimi nimekuwa mtumishi wa kanisa kwa wajibu alionipa Mungu, ili kuwaletea ninyi neno la Mungu kwa ukamilifu. Na mimi nasimama kama Paulo, nasema nimekuwa mtumishi wa kanisa ili kuleta neno kwa watu wa Mungu, waweze kuponywa, waweze kuhuishwa, waweze kupata nguvu, na waweze kuimarika tena katika jina la Yesu. Kama ni wewe ni kati ya wale watakaoimarika, sema amina na Yesu akusikie. Bwana Yesu asifiwe. Kwa jana tulijifunza tukaona sifa za mwanamke mwenye nguvu, na leo nataka tusogee mbele kidogo, na kwa sababu askofu wetu yuko hapa, nina nguvu zaidi. Ninaona kila wakati ananena kwa lugha na ninajua ananiombea. Ufalme wa Mungu unakutegemea. Wewe kama mama, wewe kama mwanamke, mbingu zinakutegemea. Ufalme wa Mungu unakutegemea. Mungu anakuangalia kwa jicho la kukutamani umtumikie. Na ndio maana kwenye kile kitabu cha Yoeli sura ya 2 na mstari wa 29, Yoeli sura ya 2 na mstari wa 29, tafsiri ya neno pale, anasema hata juu ya watumishi wangu. Naomba tusome pamoja Yoeli sura ya 2 na mstari wa 29, tuwekee kwenye screen. Thank you Jesus. Tuwekee kwenye screen. Naomba watu wote tusome. Anasemaje pale? Hata juu ya kina nani? Hata juu ya kina nani? Endelea, anasemaje? Aha, kwa hiyo watumishi wa Mungu sio wanaume peke yao. Watumishi wa Mungu pia ni wanawake. Wanawake ni watumishi wa Mungu pia. Anasema hata juu ya watumishi wangu wanaume na wanawake. Hiyo hili andiko linawakata ngebe na kisebusebu wale wanaosema mwanamke haruhusiwi kuhubiri, mwanamke haruhusiwi kuongoza, mwanamke Biblia inasema hata juu ya watumishi wangu wanaume kwa wanawake. Mwangalie jirani yako, mwambie wewe ni mtumishi wa Mungu. Mwambie wewe ni mtumishi wa Mungu. Iwe unajiona hivyo ama ujioni hivyo, mwambie wewe ni mtumishi wa Mungu wewe. Hata kama hujawahi kushika microphone kuongoza maombi, mwambie wewe ni mtumishi wa Mungu. Hapo kwenye nyumba na kwenye familia ambayo Mungu amekuweka, Mungu amekuweka kama mtumishi wake. Mungu amekuweka kama representative wake. Mungu amekuweka kama balozi wake. Hapo kwenye hiyo ofisi Mungu amekuweka kama mtumishi wake. Na Mungu amekuweka hapo uhakikishe ajenda ya Mungu inatimia hapo mahali ambapo Mungu amekuweka. Kwenye hiyo ndoa ambayo Mungu amekuweka, hajakuweka kwa bahati mbaya. Kwenye hiyo familia ambayo umeingia, Mungu hajakuweka hapo kwa bahati mbaya. Leo ukirudi nyumbani kwako, tembea kifua kikiwa mbele, ukiwa umeinua shingo yako na miguu yako, ukitembea vizuri, ukijua ya kwamba wewe ni mtumishi wa Mungu na Mungu amekuweka hapo alipokuweka kwa makusudi. Haijalishi wanatambua ama hawatambui. Hatuwasikilizi wao, tunasikiliza neno la Bwana. Ili mradi neno la Bwana limesema mimi ni mtumishi wa Bwana, hata kama siitwi pastor, hata kama siitwi apostle, hata kama siitwi mwinjilisti, neno la Bwana linaniita mimi ni mtumishi. Kwa hiyo ukirudi nyumbani kwako, rudi kama mtumishi. Ukirudi nyumbani kwako, usirudi tu kama mama anayepika mandazi. Ukirudi nyumbani kwako, usirudi tu kama mama ntilie. Ukirudi nyumbani kwako, usirudi tu kama mke wa huyo jamaa. Rudi pale kama mtumishi wa Jehova. Rudi pale kama chombo cha Bwana. Rudi pale kama mtu ambaye Bwana amekuweka ili ulitimize kusudi lake. Rudi pale kwa ujasiri wote. Haijalishi wakwe zako wanaongea kitu gani, haijalishi ndugu zako wanasema kitu gani, neno la Bwana linasema sisi ni watumishi wa Bwana. Na shetani apende asipende, tutalitimiza kusudi la Bwana kwenye nyumba zetu. Tutasimamia ajenda ya Bwana kwenye familia zetu. Watoto wetu watamtumikia Bwana. Wapende wasipende, watatumikia Jehova. Tunawafunga kwenye madhabahu kwa sababu
sababu sisi ni watumishi wa Bwana, shetani hawezi kuwapata watoto wetu. Hatuwezi kugawana watoto wetu na ibilisi. Hatuwezi kugawana watoto wetu na ushoga. Hatuwezi kugawana. Tutawaswaga kwa Jehova, tutawaswaga kwenye madhabahu, tutawaswaga kwa Bwana. Na neno lake linasema maana watoto wako watafundishwa na Bwana. Wewe kazi yako ni kusimama kwenye nafasi yako kama mtumishi wa Bwana. Watoto wako wakuone ukiomba, watoto wako wakuone ukitoa, watoto wako wakuone ukihudhuria ibada, watoto wako wakuone ukisoma Bible, kwa sababu wanapokuona unachokifanya wataenda kujenga mahema yao. Mungu anazungumza na Musa, anamwambia nenda kajenge hema kwa mfano uliouona kule mlimani. Nataka nikuambie kwenye nyumba yako hapo ni kwenye mlima wa Bwana. Watoto wako wataenda kuwa kina mama wa kesho kwenye familia zao kwa mfano waliouona mlimani kwenye nyumba zao na mama zao. Wewe ni mtumishi wa Bwana, wewe ni mtumishi. Inawezekana ulitoa mimba, inawezekana umeachika, umepata talaka na vitu vya namna hiyo, lakini haijabadilisha. Anasema hata juu ya watumishi wangu wanaume kwa wanawake. Anaposema wanaume kwa wanawake, manake hapo kwa wanawake kuna waliowahi kutoa mimba hapo, kuna waliowahi kuachika hapo, kuna waliotembea na baba mkwe wao kama kina Tamari hapo, kuna waliokuwa makahaba kama kina Rahabu hapo. Rohoni azilete mwilini. Bwana Yesu asifiwe. Mathayo sura ile ya 11 na mstari wa 12. Mathayo 11:12 anasema tangu siku za Yohana Mbatizaji hata sasa ufalme wa mbinguni hupatikana kwa nguvu, nao wenye nguvu ndio wanaouteka. Ufalme wa Mungu unapatikana kwa nguvu, na sio nguvu za ugali, sio nguvu za chipsi. Lazima uwe na nguvu za kiroho kama mama, ili ufalme wa Mungu uweze kutimilika kwenye nyumba yako, kwenye ndoa yako na kwenye maisha ya watoto wako. Kwenye ile sala ya Bwana tunasema, Baba, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama yanavyotimizwa huko mbinguni. Ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe. Ufalme wa Mungu hauwezi ukaja kwenye maisha ya watoto wako, na kile kinachofanyika mbinguni hakiwezi kikafanyika duniani kwenye maisha ya ndoa yako na ya mume wako, usipokuwa na nguvu za kiroho na usipovuta hizo baraka na hiyo ufalme wa Mungu, usipouvuta ukauleta mwilini. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana Yesu anasema hapo kwenye Mathayo ya kwamba ufalme wa Mungu unatekwa na wenye nguvu. Wale kina mama wanaojua kutumia spiritual womb zao, wale kina mama wanaojua kukaa kwenye maombi, wale kina mama ambao wanajua kutumia magoti yao, wale kina mama ambao wanajua kukaa kwenye magoti muda mrefu kuliko kukaa kwenye vikao vya umbea. Hao ndio kina mama ambao watauona ufalme wa Mungu, watauona nguvu za Mungu kwenye nyumba zao, wataona nguvu za Mungu kwenye maisha yao, wataona wakiwashinda wachawi, wako na familia. Wale ambao wanaweza kuteka falme, wale ambao wanaweza kutumia nguvu za kiroho, hao ndio ambao wataona Mungu akionekana kwenye maisha yao. Bwana Yesu asifiwe. Matendo ya Mitume 13 mstari wa 7 mpaka 11. Thank you Jesus. Matendo ya Mitume 13 mstari wa 7 mpaka 11. Anasema mtu huyu alikuwa pamoja na Sergio Paulo, mtu mwenye hekima aliyekuwa msaidizi wa mwakilishi wa mtawala wa kile kisiwa. Sergio Paulo akawaita Sauli na Barnaba akitaka kusikia neno la Mungu, lakini Elima yule mchawi, hii ndio maana ya jina lake, aliwapinga Barnaba na Sauli na kujaribu kumpotosha yule mkuu wa kile kisiwa aiache imani. Kumbuka nimekuambia ufalme wa Mungu unakutegemea ili uipenyeze ajenda ya Mungu. Ufalme wa Mungu unakuangalia kama mtumishi wa Mungu. Ufalme wa Mungu unakuangalia kama lango la kiroho ambalo Mungu anataka kulitumia kupenyeza ajenda yake kwenye familia, kwenye jamii na mahali ulipo. Bwana Yesu asifiwe. Sasa bila kuwa na nguvu za kiroho huwezi kutumika kama lango, na ajenda ya Mungu haiwezi kapita kupitia wewe, kwa sababu shetani pia anafanya kazi na anapambana kuhakikisha anazuia hicho cha Mungu kisipite na hicho cha Mungu kisipenye. Mstari wa 9 Biblia inasema ndipo Sauli ambaye pia aliitwa Paulo akiwa amejawa na Roho Mtakatifu akamkazia macho Elima huyo mchawi, akamkazia macho Elima huyo mchawi akamwambia, ewe mwana wa ibilisi, wewe
wewe ni adui wa kila kilicho haki. Umejaa kila aina ya udanganyifu na ulaghai. Je, utaacha kuzipotosha njia za Bwana zilizonyooka? Nawe sasa sikiliza, mkono wa Bwana u dhidi yako. Utakuwa kipofu wala hutaona jua kwa muda. Mara ukungu wa giza vikamfunika, naye akaenda huku na huku akitafuta mtu na kumshika mkono ili amuonyeshe kwenye njia. Tunaona hapa Paulo anataka kupenyeza ajenda ya Mungu kwa mkuu yule wa kile kisiwa, na Biblia inasema nguvu za giza kupitia mchawi Elima zinajaribu kuzuia hiyo ajenda ya Mungu isipenye hapo. Zinajaribu kuzuia huyu mkuu na huyu kiongozi asisikie neno la Mungu kupitia Paulo. Ndicho ambacho kinatokea kwenye familia, ndicho ambacho kinatokea kwenye jamii tunazoishi, ndicho ambacho kinatokea kwenye ofisi tunazofanya kazi. Wapo wachawi, wapo kina Elima, wapo maagenti wa ibilisi ambao hawataki kuruhusu ajenda ya ufalme wa Mungu ipenye. Haleluya. Hawataki kuruhusu kile cha Mungu kifanyike. Sasa lazima uwe na nguvu za rohoni, lazima uwe na nguvu za Mungu, lazima uwe na nguvu za kiroho kama ilivyokuwa kwa Paulo, ili uweze kuwazuia na kile cha Mungu kiweze kupenya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu tunaona kama Paulo hakuwa na nguvu za Mungu, manake angezuiwa kumhubiria huyu mtu injili, angezuiwa kuzungumza na huyu kiongozi. Lakini kilichomsaidia ni kwa sababu alikuwa na nguvu za Mungu. Ninakuombea Mungu akufanye kuwa mama mwenye nguvu za kiroho. Uwe ni mama ambaye ukiingia mahali wachawi wote wanatawanyika, ukiingia mahali wachawi wote wanakimbia. Ukiwa ni mama mwenye nguvu za kiroho, michepuko waloge wanavyologa, lakini watakutana na nguvu za Jehova kupitia wewe. Mungu akufanye kuwa mama mwenye nguvu za rohoni. Ukiwa ni mama mwenye nguvu za rohoni, utaogopa wachawi, utaogopa fitina, utaogopa waganga, na kile ambacho Bwana amekutuma kukifanya kama mtumishi wake utakifanikisha kwa nguvu kabisa, na utamletea Bwana ushindi na utamzalia Bwana matunda, kwa sababu nguvu za kiroho zinakusaidia kucontrol kile ambacho adui anajaribu kufanya. Nguvu za kiroho zinakusaidia kuzuia ajenda ya adui isifanikiwe. Nguvu za kiroho zinakusaidia kuzuia mipango ya ibilisi isifanikiwe. Huwezi ukasimama kwenye maombi ukasema tu Isaya 7:7 haitakuwa wala haitasimama. Itakuwa na itasimama kama una nguvu za kiroho. Ambacho wamekifanya, ambacho wamekisema, uchawi waliofanya, utakuwa na utasimama. If you don't have spiritual power, lazima ufike mahali uwe mama mwenye power, uwe mama mwenye nguvu za kiroho, uwe mama ambaye unaweza kuangalia mchawi machoni na umwambie kama Paulo, utakuwa kipofu lakini hautanizuia mimi kuhubiri injili. Ufike mahali uambie michepuko, logeni mnavyologa, huyu baba atarudi nyumbani kwa familia yake. Unafika mahali ukiwa ni mama mwenye nguvu, hautakimbia nyumba yako kwa sababu mama mkwe analoga, hautakimbia nyumba yako kwa sababu mawifi wanaloga. Ni wao ndio watakukimbia, ni wao ndio watakuachia. Ayakabarada da bashanda. Pokea nguvu katika jina la Yesu. Unahitaji nguvu za kiroho, unahitaji kujazwa nguvu, unahitaji kuwa mama ambaye ni katili wa kiroho, unahitaji kuwa mama ambaye ulimwengu wa roho unakujua ya kwamba wewe ni kamanda wa jeshi la Bwana. Biblia inasema wanawake watangaza habari njema. Biblia inasema hao ni jeshi kubwa. Sijawahi kuona mwanajeshi anayekimbia raia. Wachawi ni raia tu, waganga ni raia tu. Ukiwa mama uliyejawa na nguvu za Roho Mtakatifu, utajua ya kwamba umeketishwa juu sana pamoja na Kristo juu ya falme zote na mamlaka. Hao wachawi waje usiku ama waje mchana, wataanguka mchana kweupe, hawatafanikiwa, hawataweza, katika jina la Yesu. Bwana akupe nguvu za kiroho, Bwana akufanye mama mwenye nguvu. Ayayayayaya. Kama unaamini simama juu, sema haleluya. Ufalme wa Mungu unakutegemea, na shetani hata kuachia upenyeze ajenda ya ufalme wa Mungu kirahisi. Ndio maana unahitaji nguvu za kiroho. Oh my God. Ukisoma kile kitabu cha Wathesalonike wa kwanza sura ya 2 na mstari wa 18. Wathesalonike wa kwanza sura ya 2 na mstari wa 18. Paulo anaandika, anasema, maana tulitaka kuja kwenu, hasa mimi Paulo nilitaka kuja tena na tena, lakini shetani akanizuia. Mtu wa Mungu, kama shetani alimzuia Paulo, Paulo aliyekutana na Yesu, Paulo aliyemuona Yesu macho kwa macho, bado shetani alimzuia. Wewe ni nani mtu wa Nyamagana? Wewe ni nani mama wa Kisukuma? Shetani asikuzuie kwa
sababu anakuogopa kitu gani? Unachohitaji ni nguvu za Mungu, kwa sababu shetani lazima atajaribu kukuzuia. Kuna watu mngekuwa mmeolewa leo, lakini shetani amezuia mahali. Kuna watu mngekuwa na hao ndio ambao wanawavizia. Toka kwenye kundi la watu dhaifu kiroho, toka kwenye kundi la wamama wasiojua kuomba, toka kwenye kundi la wamama wasiofunga, kwa sababu shetani atakumeza. Ataimeza nyumba yako ukiwa unaona, atameza watoto wako ukiwa unaona, kwa sababu anachovizia, anavizia wale walio dhaifu, anavizia wale wasioomba, anavizia wale wasio na nguvu. Toka kwenye udhaifu kwa jina la Yesu. Na ndio maana watumishi wa Mungu wakasema hili ni kongamano, lazima tukimaliza hapa tuwe na nguvu, kwa sababu hatutaki shetani atumeze. Paulo anasema nilitaka kuja kwenu, lakini shetani. Ni wateja wangapi wametaka kuja kwenye duka lako na shetani amewazuia? Mume wako ametaka kukupa pesa mara ngapi na shetani akamzuia? Na wewe umebaki kulaumu tu, hanipendi. Umebaki kulaumu tu, hanisikilizi. Unashindwa kuelewa kwamba hii ni vita ya kiroho. Kuna mama mmoja anaitwa Esther kwenye kitabu kile cha Esther. Huyu mama alikuwa amezuiwa kumuona mume wake kwa siku 30. Na Biblia inasema ndani ya siku hizo 30, wakati amezuiwa kumuona mume wake kwa sheria za nchi, Biblia inasema Haman, adui yule wa Wayahudi, akaenda kwa mume wake Esther, anataka kuua Wayahudi. Bishop Kiara, nilikuwa nasoma Biblia habari za Esther, nikagundua kitu ajabu sana. Nikagundua Haman kabla hajaenda kwa mfalme, alimpika mfalme kwa wachawi wake kwa siku 365. Kwa sababu Biblia inasema nguvu ya mfalme ni watu wake, na nguvu ya taifa ni human resource, ni watu. Mfalme ambaye yuko in his right mind hawezi kuweka signature ya massacre, hawezi kuweka signature ya genocide, kwa sababu atakuwa anapunguziwa nguvu kazi, atakuwa anapunguziwa walipa kodi. Lakini by the time Haman anaenda kwa mfalme, alikuwa ameshaipika akili ya mfalme na wachawi wake na waganga wake. Kwa hiyo wakati mfalme anaidhinisha yale matakwa ya Haman, haikuwa akili yake, kulikuwa kuna uchawi umefanyika. Katika ulimwengu wa roho, Haman alikuwa ameshacheza michezo. Na ndio maana mama huyu anaitwa Esther, anapozipata zile taarifa, hakwenda mbele ya mfalme straight away. Huyu mama aliingia ulimwengu wa roho kwanza. Kile ambacho Haman alikuwa amekipika kwa siku 365, yule mama akakibomoa ndani ya siku 3 za kufunga na kuomba. Baada ya kukibomoa, Biblia inasema sasa ndio anaenda mbele ya mfalme. Na kwa sababu naye alikuwa ameshacheza na akili ya mume wake kwenye eneo la magoti, alikaa kwenye magoti kwa siku 3. Reko sanda bashaya, ninamchukua mume wangu mfalme Asuero, ninamweka hapa katika jina la Yesu Kristo. Ninaangusha kila falme na mamlaka ambazo zinafanya kazi kinyume nawe. Ninaangusha mawazo na kila elimu ipate kumtii Kristo. Haya mawazo ya kuua wana wa Israeli, haya mawazo ya kuua Wayahudi sio mawazo ya Bwana. Ninabomoa kwa jina la Yesu kila uchawi uliofanyika juu yako, kila madhabahu inayosimama kinyume na Wayahudi, ninabomoa kwa jina la Yesu. Akabomoa uchawi wa Haman, akaubomoa. Ndani ya siku 3 akahakikisha amebomoa kila kitu. Baada ya kubomoa, Biblia inasema mama akavaa mavazi ya kimalkia. Usiwe tu wa kiroho ukasahau mume wako ni wa kimwili pia. Haleluya. Wakina mama wengi tuko wa kiroho alafu tunasahau hawa jamaa wanaathiriwa na wanachoona. Kwa hiyo yule mama alipomaliza kushanda rise kwa siku 3, alipomaliza kufunga kwa siku 3, alipomaliza kutengeneza mazingira na akili ya mume wake kwa siku 3, Biblia inasema akasema sasa ulimwengu wa roho nimemaliza, ninaenda ulimwengu wa mwili sasa. Na kwenye ulimwengu wa mwili hivi vita tunaipiganaje? Number 1, lazima tuonekane
nimependeza, lazima niathiri muonekano, lazima niathiri macho yake, lazima akiniona anitamani, lazima akiniona anifurahie. Sitaenda kwake kama house girl, sitaenda nimevaa kama msichana wa kazi, nitavaa mavazi ya kimalikia. Biblia inasema Esther akaingia kwenye kabati yake ya nguo, akaangalia nguo alizokuwa nazo, akaona hana nguo nzuri, akaenda kwenye botiki moja pale mjini Mwanza, akafanya shopping, akatafuta gauni nzuri. Alafu baada ya kutafuta gauni nzuri akavaa, akapendeza, akatafuta na watu wa makeup wakamfanyia makeup. Alafu akaenda kwa mfalme. Shida yako wewe unavaa vizuri mwilini alafu rohoni hujatengeneza. Na kuna wengine umetengeneza vya rohoni, vya mwilini hujamaliza. Amen. Mama yule akaenda, amependeza, ananukia vizuri. Alipotokea namna hii, mfalme akasema, mke wangu sijakuona siku 30. Walinifanya kitu gani sijaona mke wangu siku 30? Yani nina mke mzuri namna hii, alafu sijapiga busu siku 30. Inawezekana namna gani? Huyu mwanamke mzuri namna hii ni wa kwangu. Hakujua ya kwamba mama alikuwa rakapakatela bashaya ekorande basula bakanda rekoshalia mande basula. Hakujua ya kwamba mama kabla hajatokea pale alikuwa amekaa rohoni, alikuwa amekaa barazani kwa Bwana. Wewe shida yako unaenda kuomba hela, una maombi. Unaenda kuomba hela, hujaongea na Roho Mtakatifu. Unaenda mwambie mwenzio kuwa mama wa kiroho. Esther akacheza na macho ya mfalme. Macho ya mfalme hauchezi nayo kwa kunena kwa lugha. Unacheza nayo kwa kuvaa vizuri na kunukia vizuri na kutabasamu. Achana na habari ya kununa. Unanuna nini? Unanuna kitu gani? Ukienda kwa mfalme, nenda ukiwa umependeza. Nenda ukiwa unanukia vizuri. Mume wako ni mfalme nyumbani kwako. Cheza na macho yake, cheza na macho yake, cheza na macho yake. Anaathiriwa na anachoona. Hakikisha anaona. Kama yameenda saa 12 ya busi yakae hapa saa 6 namna hii, lakini hakikisha anaona kitu kizuri. Piga kelele, sema haleluya. Unaendaje kwa mfalme ziwa liko saa 12 bana? Utakamataje macho yake sasa? Unaendaje kwa mfalme unanuka samaki rafiki yangu? Unanukaje shombo mbele ya mfalme wewe? Mwambie jirani yako acha ukishoia, acha kushoia bana. Wai. Ukienda kwa mfalme, mwambie jirani yako dress the best. Dress the best. Hakikisha mfalme anaona kilicho kibora, anaona kilicho kizuri. Mume wako ni mfalme wa nyumba yako, aone kilicho kizuri. Halafu Esther, mwanamke mwenye nguvu asiyeongozwa na hisia, akaenda kwa mume wake. Amependeza. Alipofika, darling, how are you baby? Sijakuona mume wangu, nimekumisi mpenzi. I'm happy to see you. Mfalme alikuwa ameweka sheria kwamba anayeingia kwake kinyume cha sheria anauawa. Lakini huyu mama anaitwa Esther alibomoa hiyo sheria siku moja kwa kitu kinaitwa unyenyekevu. Akaenda kwa mume wake akanyenyekea. Ninajua huyo baba alisema hawezi kukupa zaidi ya 500,000. Najua alisema hawezi kukufungulia hiyo biashara. Ni sheria zake ambazo aliziweka. Lakini nataka nikwambie unyenyekevu wako unaweza ukachomoa milioni 10 kwake. Unyenyekevu wako unaweza ukachomoa milioni 20 kwake. Ukienda mbele ya mfalme usiende na manunguniko. Ukienda mbele ya mfalme
mfalme, usiende na lawama, usiende na malalamiko, nenda na unyenyekevu, nenda na moyo ulionyenyekea. Msifie. Wafalme wanapenda kusifiwa. Hawa jamani, wafalme wanapenda kusifiwa. Mwambie mtukufu mfalme, ubarikiwe Baba, bila wewe siwezi kuishi. Wewe ndio sponsor wangu, wewe ndio baba yangu, ninaitwa kwa jina lako. Tuone kama hata kupa huo mtaji, tuone kama hata kufungulia hiyo biashara. Bishop, Biblia inasema Esther akaenda kwa mfalme. Baba amefika, akuanza lawama, hujanigusa siku 30 we baba, Mungu anakuona. Akuenda na lawama, siku 30 hujalala, na mimi unalala wapi? Wewe ni mshenzi sana, huko kwenu wote ni malaya, najuta kuolewa na wewe. Hapana, alienda na sifa, alienda na unyenyekevu. Bishop, Biblia inasema kitu cha ajabu sana. Kwa sababu ya unyenyekevu wake, Biblia inasema mfalme akainua fimbo. Maana yake ni kwamba akamruhusu Esther aingie, kwa sababu usiponyoshewa fimbo umekufa. Fimbo ya mfalme ikafanya nini? Kuna watu fimbo za wafalme zimegoma kunyooka kwa sababu hujajua namna ya kumapproach mfalme, hujajua namna ya kuzungumza na mfalme. Wewe ukizungumza na mfalme unamwambia wewe mwanaume gani? Wakiitwa wanaume na wewe utaenda, wakiitwa wanaume na wewe utasimama. Mwanaume gani unanifuja? Hiyo fimbo haiwezi kusimama, itaendelea kubaki tu namna hii, na tumebaki kulalamika hawana nguvu za kiume. Kumbe tatizo sio nguvu za kiume, hujajua kuzungumza na mfalme vizuri. Ukizungumza naye vizuri, fimbo itanyooka tu, fimbo itanyooka tu, fimbo itanyooka tu. Asikiae na afahamu, shida sio nguvu za kiume, shida ni mdomo wako mchafu. Shida sio nguvu za kiume, shida ni wewe huna adabu. Shida sio mdomo, shida sio fimbo ya mfalme, shida ni mdomo wako. Shida sio nguvu za kiume. Kuna namna unaweza kuzungumza na mfalme. Fimbo iliyolala siku 30 itainuka mama. Tumalize semina kwa leo. Unahitaji nguvu za kiroho. Na Esther, number 1, alikaa kwenye maombi. Number 2, akavaa vizuri, akacheza na macho ya mfalme. Number 3, akatumia kinywa chake vizuri. Alafu number 4, akacheza na tumbo la mfalme. Biblia inasema the shortest way to a man's heart is through his stomach. Mama huyu mwenye nguvu hakuendekeza hasira, akaanza kubwatuka pale mbele ya mfalme. Huyu Hamani, huyu alitengeneza mazingira. Alivaa vizuri, alitumia mdomo vizuri, alipika chakula kizuri, akamlisha mume wake vizuri kabisa kwa siku hizi. Na mkono unaokulisha ndio mkono unaokutawala. Yes. Halafu wakati mfalme anatoboa meno, haka kakuku katamu, hii kitimoto umepika namna gani? Esther anamwambia tu, asante baba, naomba kesho uje tena mume wangu, nikupikie tena kesho kingine. Baba anasema hilo tu, nakuja. Kinaiva saa ngapi? Saa 7, saa 6 nitakuwa hapa. Hawa jamaa ni vitu vidogo tu, vitu vidogo tu, vitu vidogo sana.
Kwa hiyo alitatua tatizo la fimbo, alafu akacheza na chakula, baba akala vizuri. Baada ya kula vizuri, ndio Esther anasema kile alichotaka kusema. Na mume wake alimfanyia kumfanyia. Alimfanyia kumfanyia. Kwa nini we mume wako hakufanyii? Umeapply hizi principles za Esther? Umepiga kwenye magoti? Umevaa vizuri? Umeweza kuinyanyua fimbo? Chakula kizuri, maneno mazuri. Asipokupa unachotaka, huyo ana shida. Lakini nakwambia hakuna mwanaume anapindua kwa mbinu za Esther. Hakuna.